Ya Cape Media kwa ushirikiano na UFA inayotarajiwa kukamilika leo msafara umeanza katika mji wa Kericho na kuelekea Kapsuser, Ngoina Road, Robert na hatimaye kutamatikia mji wa Litein. Lengo la ziara hii ni kuhamasisha wakazi kuhusu majukumu ya UFA na kuwahimiza kuhudhuria hafla itakayofanyika katika bustani ya Uhuru Gardens mjini Kericho ili kupata msaada na maelekezo kuhusu fedha na mali zao zisizodaiwa. Hebu tuungane na Collins Kiplagat. Naam, shukran sana Paul Kiropi. Kwa sasa kama unavyoona niko katika mji wa Roret hapa katika eneo bunge la Bureti, na asubuhi ya leo ziara ilianza katika mji wa Kericho kuelekea Kapsuser, Ngoina Road, na sasa hivi tumeweza kukita kambi hapa katika mji wa Roret. Na jambo muhimu ni kwamba ni kuhamasisha tu wakazi kutoka kaunti hii ya Kericho kuhusiana na majukumu ya shirika la UFA. Na hapa kando yangu ninaye tu msimamizi wa UFA ambaye pia ataweza kutueleza kuhusiana na ziara ya siku ya leo. Asante sana kwa wakati wako, labda tu uweze kutuelezea kuhusiana na ziara hii. Je, wakazi wamejitokeza, na vile vile unahisi kwamba kuna shida ambazo wale wakazi kutoka kaunti hii wanapitia? Tunashukuru sana kwa wenyeji wa maeneo haya ya Roret, Kericho na Litein ambao tumeendelea kuwahamasisha. Tunafurahi kwamba wameweza kujitokeza na kuweza kufahamu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority, hasa nafasi ambao wanapata katika kikao hiki kuweza kupokezwa pesa zao na kujulishwa kwamba wajiunge nasi wiki ijayo katika uwanja wa Uhuru Gardens pale Kericho kupata huduma hii bila malipo ili waweze kupokea pesa zao kutoka shirika la Unclaimed Assets. Ni nini mahitaji ambayo ungependa hao wakazi kutoka kaunti hii, kama ulivyosema kwamba mtakuwa na mchakato pale katika Uhuru Gardens, ni nini haswa ambao wanapaswa kuweza kuleta? Tumeweza kufuatilia utaratibu wa sheria ambao unajukumisha wenye kudai pesa zao kutoka mamlaka waweze kuja na stakabadhi za kujitambulisha, ikiwemo kitambulisho cha kitaifa ama death certificate kama mwenzao ameaga, ama karatasi yoyote ile inaonyeshana kwamba shirika fulani ambayo inahusika imeweza kuwa registered. Ili tukiweza kujitambulisha na document hizo, shirika lenyewe itaweza kuwa na nafasi ya kutoa habari muhimu na kuwasaidia wenyeji na wenye pesa hizi kuweza kuzipokea kutoka kwa mamlaka. Na shukrani sana kwa wakati wako. Labda tu niweze kuzungumza na rafiki yangu tu hapa uweze kutuelezea, je, himizo lako kwa wakazi kutoka kaunti hii ya Kericho ni ipi? Ninaweza kuhimiza wakazi wa Kericho wajitokeze kwa wingi kutokea tarehe 15 hadi tarehe 19 pale Kericho town, ili wakuje waweze kupata mali yao ambayo kwa njia moja ama nyingine imekuwa imetelekezwa. Tuko hapo, services zetu ni free, so tunawaalika sana. Unahisi kwamba kuna wakazi wengi wanapitia katika changamoto pale nyumbani? Kuna uwezekano kwamba changamoto ni nyingi, na kuna uwezekano kwamba kuna fedha ambazo zimekuwa zimehifadhiwa mahali tofauti tofauti. Kwa hivyo kupitia mradi wetu huu wa kurudisha hii fedha, wanaweza kujisaidia kupata hizo fedha na kuhandle hizo changamoto zenye wako nazo. Shukran sana kwa wakati wako. Na Paul Kiropi, kama ulivyosikia ni kwamba ziara hii ni kuweza kuhamasisha wakazi kutoka maeneo tofauti hapa katika kaunti ya Kericho waweze kujitokeza na kuweza kupata msaada katika eneo la Uhuru Gardens katika mji wa Kericho. Na kama unavyoona tu kwa kidogo tu uweze kuona ni wakazi wameweza kujitokeza kuweza kushuhudia ziara hizi. Hapa tuko na watangazaji kama vile Fred Arojo, tuko na MC Chafe, tuko na vile vile Emmanuel Mwashumbe, bila shaka ambao wako wanaendelea na shughuli nzima hapa. Hapo awali niweza kuarifiwa kwamba baada ya kituo hiki hapa katika eneo la Roret wataelekea upande wa Litein, na bila shaka kutamatisha ziara ya siku ya leo katika
katika mji wa Kapkatet. Kutoka eneo hili sina la ziada ila kurejesha usukani kwako. Mimi ni Kiplagat Collins. Kwako Paul Kirobi. Na asante sana Kiplagat Collins ukiwa maeneo ya Kericho kwa taarifa.